Hujambo na karibu kwenye mahojiano ya Seifu Mipapa kutokea mji mtukufu wa Tanga paka tulipoketi hapa ni jiji la Dar es Salaam, na kubwa hasa tunaangazia yale yaliyojili katika anga la kimichezo hii leo tarehe 10 ya mwezi wa 5 mwaka ikiwa bado ni 2025. Pale Jangwani kumekuwa kuna mkutano baina ya wazee wa Young Africans pamoja na vyombo vya habari, na kubwa hasa ni kuweka msisitizo juu ya kile ambacho wamekiweka kama msimamo wa klabu kuwa hawatocheza. Maalim Seif, hali yako iko vipi? Jafet, nimshukuru Allah. Nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa uhai, pumzi na mpaka muda huu, maana yake si katika jukumu langu. Katika mamlaka na nafasi yake. Sisi katika imani tunaamini, na imani zote tunaamini hivyo. Naam. Mtu anapoondokewa na pumzi, wa Kristo wanasema Bwana ametoa na Bwana ametoa. Yes, Waislamu wanasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hakika sote ni wa Mungu na kwake ni marejeo. Ndio hilo tulimetafutiwa mea. Sasa tukiona kitu tunazungumza saa hizi, maana yake ni katika kadari zake kabisa. Nisiache kusema hayo. Na pia kwa nini Jafet napenda kutanguliza hilo? Ndio. Ningependa ujue kwamba mpira wa Tanzania umetoka katika misingi halisi ya mpira, umekuja katika chuki. Umekuja katika chuki, umekuja katika niseme husda, umekuja katika mabalaa. Watu wameacha misingi yao ya kimpira, wameenda kwenye vitu vingine. Na nikwambie Jafet, nguvu ambayo baadhi ya watu wamewekeza katika mpira, wangekuwa wamewekeza kwenye kulijenga taifa na kuwa wazalendo. Yani ile ni nguvu unayotumia katika kuitetea Yanga yako. Wasichezi mechi, sifanyi, yani ungehamisha miguvu hiyo ukaileta katika kulijenga taifa letu. Nadhani ungekuwa na taifa imara sana, kwa sababu viongozi wetu, iwe wa kisiasa, iwe wa upinzani, iwe wanaharakati, wote wanataka tuwe wazalendo, tuimbe nyimbo moja itusaidie. Tukisema hospitali, basi hiyo hospitali. Yani leo nimeamua kwanza kugusa hapo, ni kuonyesha uharibifu na vizazi ambavyo vimezaliwa leo. Jafet, kumekuwa vizazi ambavyo havina uwezo wa kutafakari. Ni vizazi vibaya. Kuna siku nilikwambia Jafet, maneno haya basi kusema kwa wanasiasa atakuwa uchochezi kwenye mpira, pengine sahihi. Jafet, ukimwamsha leo Adolf Hitler ukampa nchi ya Tanzania kama ina watu milioni 60, basi 20 anaweza akawaua. Kwa sababu ni kizazi kibaya ambacho hakijitambui. Sasa turudi katika msingi, si tuseme watu waondoke katika chuki, tuzungumzie mpira. Unaelewa Jafet? Sasa na mimi sitaki kuanza kujinasibu, yani nianze kuonekana sijui nilifanyaje, sijui nilifanya. Hata mimi Jafet na changamoto hizo. Baadhi ya watu wananiambia nazungumza vibaya, wananitusi, wengine wakinipigia simu kwamba unajiamini nini, unafanyaje. Sasa sio muda wangu, unajua. Mimi nimezaliwa Buguruni Jafet, nianze na hayo. Mimi leo nina nia njema kabisa ya kuonyesha kwamba watu wanaharibikiwa katika mpira, na sisemi watu wengine. Mimi hawa watu Jafet nitawasema, iwe wananitisha, iwe hawanitaki, iwe hawafanye, nitasema mpaka nukta ya mwisho. Ndio nzuri. Jafet, mimi sio muumini wa kuomba msamaha. Ngoja labda nikwambie. Na kwa nini sifanyi hivyo? Na ndio maana leo nimeanza na lawama, na tutagusa hao wazee wa Yanga na watu wengine. Mimi sio muumini wa kuomba msamaha. Kwa nini? Ila najichunga na kukosea ili nisiombe msamaha. Yani msamaha ni silaha ya wakosefu kuna muda. Pamoja hata Mungu anataka tufanye maghfira. Mungu anataka tuombe msamaha. Kisiamini Jafet, Mungu anampenda mtu ambaye anafanya hilo akaliombea msamaha, akafanya hilo huyo mtu ni adui. Umeelewa? Sio muumini wa msamaha. Sasa siji kukuomba msamaha kwa sababu sija kukosea, na sio muumini wa kuomba msamaha wakati sijakosea. Mimi niko sahihi na sikurupuki. Mimi sikai eti nikakurupuka, wala sisemi na kwenda kutafuta umaarufu. Jafet, nieleweke. Ningetaka kutafuta umaarufu, ningewezeka na mavyombo ya habari, ningefanya hivi, na inawezekana kwa sababu simtusi mtu, na vyombo vinahitaji taarifa. Umeelewa Jafet? Kabisa. Lakini nastiki katika hoja nikiwa naamini huu ndo msingi wangu. Nikiwa naamini
hii ndio njia yangu, nikiwa naamini huu ndio mwenendo sahihi ambao utaniongoza. Mimi sitaki kuweweseka. Umeelewa Jafet? Jafet, wazee wa Yanga wanapokaa wakasema wanaendeleza msimamo. No. Sasa mimi tusiwajadili Jafet. Kwa nini? Ni mtakuwa ni watu wa ovyo tu. Kwa nini? Nyinyi hamna kauli ya viongozi wenu. Kwani viongozi wa Yanga wanasema? Hawajasema lolote zaidi ya barua imetoka kwao kuwa hawachezi. Kwa msimamo wao ni huo hawachezi. Hamna haja gani nyinyi kusema? Yaani mkatafuta place mkasema. Ni kuwakumbusha kwa sababu binadamu wameumbiwa kusahau. Yaani viongozi wakisema nyinyi mnasahau maana simbuula nyinyi. Yaani hata uwezo wa kulinda wale na viongozi wenu hamna. Jafet. Kwa mara ya kwanza nataka uone weledi wa TFF. Umeelewa? Nimesikia kitoto kinaojiwa. Anasema mimi ndo msemaji, mimi nikianzisha mada hivi utaona watu wanazungumza. Wewe kama unayo vision, una uono wa kuona mbali, unazo hoja za msingi. Watu wenye hoja za msingi Jafeti huwa hawajadiliwi. Hebu sasa leo aelewe yeye. Yeye anajadiliwa kwa sababu ni mpuuzi. Anapokuwa ameleta hoja, watu wenye akili wana frame hoja zake, afa anasema huyu vipi? Na kubwa hajadiliwi yeye, inajadiliwa taasisi aliyebeba. Sasa huyu mkifika muelezeni, kama mtakutana naye mwambie hakuna mtu anaweza kujadili kwanza maarifa hana, anajadiliwa nini? Hajawahi kuongea kitu cha kimsingi. Inajadiliwa taasisi aloibeba. Ikiwa maneno haya anayosema yeye ndio maneno ya taasisi, maana yake taasisi ni ovyo. Kwa ukubwa wa taasisi, hoja hizi haziko sawa. Jafet, utakuwa sijui unanifahamu mimi, nieleweke kila kukicha, lakini sitoacha kufundisha. Yaani yule hawezi kuwa yeye kama yeye atajadiliwa. Kwani yeye si alikuwa katika masuala ya uchambuzi hapa? Sahihi. Ndio alikuja na mambo 10. Nani alikuwa anajadili utumbo wake? Yale mambo 10 alikuwa kingamua. Nani alikuwa anazungumzia nini ya mambo 10? Zaidi alifanywa fitina na Haji Sande Manara, ambaye yeye ndo kila siku uaje kawapandisha watu ndege. Mimi ndo nilimwelekeza fulani kwenda WhatsApp, naye akalia akasema hata umsalimia. Nani alikuwa anajadili utumbo wake wa mambo 10? Ujadiliwi wewe, inajadiliwa taasisi uloibeba. Wewe una maarifa, unaongea kama mtoto, unaongea hujui unachokisema. Sio, umenielewa? Hakuna mtu anakaa kujadili isipokuwa ukibeba brand ndio unajadiliwa. Hivi kuna mtu kama alikuwa Anton Nugazi katika uwezo wa kustiki kwenye hoja na kuzungumzia mambo? Kulikuwa na mtu kama Dismasteni, kulikuwa na mtu ambaye yuko ana stamina sawa sawa kama Bumbuli. Wewe hujui chochote, wewe ni roporopo tu, huna unachokifahamu. Umenielewa vizuri? Kwa hiyo naye nikamsikia, yani kwanza alipokuwa ajitambua anakiri kwa hao watu cheza, lakini anakiri kwa Yanga watakuwa bingwa. Sasa kama umdanganyi huyu mtangazaji asiyefahamu koji, au mmeita watu ambao mmewapa posho ili wajadili utumbo wenu, kama hizi sio hoja, huyu mtangazaji anashindwa kukuuliza unakuaje uchezi na ukawa championi. Umeelewa? Lakini unakuaje uchezi mechi moja, unacheza mechi 3 za wasimamizi hao. Unakuwa una imani katika mechi moja tu. Ni kweli ingekuwa mechi ya Mbeya City ungesema una imani. Ingekuwa mechi ya dada zenu Singida Big Star ungekuwa una imani. Umeelewa sijui? Ndio. Ingekuwa mechi ya wahuni wenzenu wanaovaa manembo ya GSM ungekuwa hamna imani, sio kweli? Nyinyi mnawaogopa Simba. Umeelewa? Sasa mimi Jafet natamani ili nione niliongea ujinga, ili nione natamani wasije kweli. Nimesikia kauli ya waziri, nimesikia maneno sahihi ya kimchezo ya kimpira yaliyozungumzwa na CEO wa bodi ya ligi. Umenielewa vizuri? Waziri anasema hatuwezi kuingilia kwa sababu ni mamlaka ya mpira. Sasa kwa sababu Mbugula elimu hakuna, yani huko kuanzia hali na wenzio wote hakuna elimu, ni watu tu ovyo wamekadirishwa tu baadhi ya vitu, wanakuja kuelimika na kukadirishwa, wamekwenda shule wakakarishwa baadhi ya vitu. Umeelewa sijui? Kwa sababu hawana elimu na wanachokizungumza wanashindwa kujua kwamba waziri anajibu anasema hatuna mamlaka ya kuingilia jambo hilo. Umeelewa vizuri? Kasi na wajibu, rudini katika mamlaka zenu za ndani. Kasi inaposema rudini kwenye mamlaka zenu za ndani, maana yake inatambua uwepo wa hiyo mamlaka, ndio sio? Sahihi. Nikitajwa mamlaka kwa ni bodi ya ligi sio mamlaka. Ndio wenyewe wahusika. TFF si mamlaka. Ndio mama na baba wa soka la mpira. Kamati ya haki na nidhamu wamo humo ndani ya shirikisho. Inabidi watu wa ubongo mdogo. Yaani watu wameomba automatic ubongo mdogo Jafet.
viko vitu vya kimsingi tujadili, isipokuwa tunaweza tukawajadili kwa sababu Jafet ukweli kwamba wamekuwa wanafiki. Katika mtu wa unafiki tunaweza tukajadili kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema ni heri ya muuaji kuliko mnafiki, ni aya kwenye Qur'ani. Ni heri ya muuaji kuliko mnafiki, kwa sababu muuaji anaweza kuua mtu mmoja akajirudi akaona alichofanya kibaya akaacha. Mnafiki anaweza kunafiki wakafa watumia. Unafiki wao uko wapi na upo kwenye lipi? Unafiki upo hivi, wangesusa mechi zote hizi zilizobaki tungejaribu kushare nao, lakini mnachagua mechi ya kususa, nyingine mnacheza mkisema hatuna imani na nani, na bodi ya ligi ambao wataongoza mechi ambazo mnacheza, ndio ambao watasimamia mechi ambao hamtaki. Jafeti, hebu niambie, katika kanuni ya kimaarifa umeenda shule, unaulizwa swali hilo kwamba mimi simuhitaji Sefu, lakini mimi simuhitaji Sefu kwa sababu ya uso wake tu ulivyo, lakini shepu yake na mwili naona kama nzuri, utakuwa unajibu swali la kielimu, unaonekanaje? Utakuwa hujaelewa swali. Maana wewe ujifahamu, sio kuelewa swali. Huyu ndio Sefu, unasemaje? Unasema huyu ukimchukua upande wa chini hapa kuja huku chini ni mtu smart sana, yani ana matege mazuri, ana hips, lakini sura yake kidogo ina kovu, yani mwili mzima unautaka, usichokitaka ni sehemu ya Sefu. So mzima Jafeti, wewe kidogo ubongo wako hauko sawa sawa, unapaswa upelekwe hospitali, maana yake hujui unachokisema. Susieni mpaka hii mechi inaokuja, sio na mechi hapa katikati. Kinacho watofautisha wazee waliokaa hii leo na Mzee Magoma ni nini hasa, Seifu, kwa namna ambavyo unazisikiliza pande zote? Ukimsikiliza Mzee Magoma yupo chini ya kanuni na anaziheshimu kanuni. Nini kinacho watofautisha? Jafeti. Naam. Mimi ni kijana wa Kiislamu, Jafeti. Na kuna siku nilikwambia Jafeti, maneno yako yatakuponza, utakuja kukiri siku nyingine kwamba Mbulula hawapendi hiki unachokifanya. Sasa kwa sababu unasimamia misingi ya mpira, endelea, Mungu atakuongoza. Jafeti, acha nikwambie, niliwahi kumzungumzia Mzee Magoma. Mwanzoni nilikuwa nikimwangalia uso wa Mzee Magoma, sikuwahi kufuatilia interview yake, alikuwa anishawishi. Lakini nilipomwona Mzee Magoma ameenda kushinda kesi ya msingi mahakamani, alinishawishi nimfuatilie. Bwana mzee yuko sijui niseme very nini, sijui nitumie lugha gani ya Kiingereza ambayo nyingine na mimi nionekane msomi, watu wamfuatilie Mzee Magoma. Brilliant. Yani sijui. Kuna kipindi nilikuwa nasoma ufahamu wa mtu mmoja anaitwa Profesa Haruna Lipumba. Kuna sehemu moja ilimtaja profesa kwa ni bright professor. Ina maana gani? Yani bright fulani ambaye tunaweza tukatafsiri inawekwa humo kwenye maarifa. Basi kuziita akili nyingi tutakuwa tunakosea, hatulitendei haki lugha ya Kiswahili. Basi niseme Mzee Magoma ni bright. Sasa simpi hiyo professor, lakini nikope hilo neno. Mzee Magoma ni bright, mtu yupo clean sana. Yuko hapo, utakosea kidogo lugha hapo mwalimu wangu. Hapana, hapo upo sawa. Yuko clean sana. Yaani ni mtu ambaye yani uwezi amini maneno yake ni mepesi kweli kweli. Kayapime katika mizani ya maarifa. Umeelewa sasa? Watu ndio waende kujua. Kuna maneno, kuna lugha inatoka neno lake na kwa jipesi. Sasa likitoka neno, kuna watu wanalipokea kama neno, wanalifanyia kazi. Alafu kuna mizani ya kimaarifa. Maneno ya mzee yako kwenye mizani ya kimaarifa. Kwa mfano, anasema sasa hivi Engineer Eric Saidi Mona na bwana mkubwa Gharibu wanaotoa buku 300 kwenye jezi. Umeelewa vizuri? Na wapokea buku 300 kwa maana kina Arafati, na ambao wanachukua shilingi 10 kina Alikamwe. Anasema ni watu ambao wanaifanyia ufisadi Yanga na wana malengo mabaya na Yanga. Tumsikilize mzee anakwenda mbele. Mzee anaonyesha kuwa uwepo wa dabi ni sehemu ya ratiba za bodi ya ligi ambazo zinatakiwa kuheshimika, kwa sababu hawa Yanga kama wasingesaini uwepo wa bodi ya ligi, wao wenyewe wasingekuwa sehemu ya wajumbe katika bodi ya ligi. Tunaelewa na Jafet? Nakupata vizuri. Yani unasaini jambo, end of the day unaambia watu walifanya. Maana uwepo wenu ndio huo, mkibishia na hili jambo lipo kiutaratibu, hatima yake ni nini? Jafet, hatima yake ni kupokonywa pointi 15 na kuchukua pointi 3 zikawa 18. Likitokea hilo
maana yake Yanga haitoruhusiwa kucheza mashindano ya kimataifa. Mzee Magoma anaonyesha watapaswa kuwajibishwa Ghalib na watu wake, wacheza drama ambao wanahofia kuhojiwa haki, wameleta upuuzi ndio ujadiliwe, na kwa sababu wanao mashabiki hawajui haki, wanaendelea kujadili drama zao, wameacha vitu vya msingi. Umeelewa sijui? Yaani shabiki ambaye huoni wivu jezi ya Simba sasa inauzwa bilioni 7 na kuendelea. Wewe shabiki, wewe maskini ya Mungu, huoni wivu Simba Sports ina viwanja viwili vya mazoezi? Wewe shabiki maskini ya Mungu, huoni wivu Simba Sports inaingia mikataba ya mabasi ya kifahari? Huoni wivu? Huoni wivu Simba Sports imevuna matilioni ya fedha? Wewe shabiki unaletewa drama ya mechi moja ya dabi, mnaipanda wazee ambao maskini ya Mungu kama mimi, pengine na mvua hizi, pengine mmekuja kwa daladala na mkaoa. Umenielewa Jafet? Rudini ojini vitu vya msingi. Leo mmesomesha vijana, mkiona nyufahamu wenu mdogo, ulizeni vijana wenu waliosoma, ulizeni eti tunachoambiwa ni kweli. Sasa umenielewa Jafet? Sijadili tena umunda wanaotuletea, mimi sijadili huo, najadili unafiki, jambo baya sana, jambo baya. Na nyinyi Yanga wa 15, nyinyi Yanga wa 15, mtakuja kutukumbuka sisi wakati ya mambo yanakwenda kuwa magumu upande wenu, kwa sababu huyu Herisi yupo, kesho anaondoka brother, huyu anayekutia ujinga na hawa watu wengine. Nyinyi rudini waojini kwamba kama kweli mna lengo la kususa, tususieni mechi zote, hata FIFA watawaona nyinyi mna akili. Si umenielewa? Wazungu watu wako right sana. Hawa watu walisusa kuanzia wapi? Hawakuwa na imani na bodi ya ligi kuanzia mechi ya 7 kumalizia ligi. Si umeelewa? Wameondoka na imani na mechi zote. Hata si utaila hivi itaenda kuwafikirisha kweli nyinyi kwamba eti mna madai ya haki. Kwa mfano nilikuwa namsikiliza yule jamaa mmoja anaitwa nani, Justin Kesi. Yule bana naye alizungumza neno. Sasa ngoja niwaguse hawa ambao walau unawaona kidogo wanazungumziaga vitu. Yaani anasema yeye anashangazwa kuona kesi imerudi kutoka kasi, hakuna upelelezi na ripoti yote ya upelelezi. Anawaunga mkono Yanga kwa kukataa mechi eti kwa sababu inaweza ligi ikaisha, Simba akapewa ubingwa, Yanga wakaenda kasi wakashinda kesi. Bwana, hiyo ndio watu wa Yanga shekhe. Na ni Yanga wewe nafahamu. Yule ni mchambuzi nadhani, kama sivyo basi yule ni shabiki, ana uwezo wa kuchambua mpira. Kuchambua mpira kazi Jafet. Hafiti kwenye hivyo viatu. Kuchambua mpira kazi Jafet. Nisikilize, mpira uchambuli katika level ile. Umeelewa? Yule Kimbokile si Kimbokile, umeelewa? Sio level za uchambuzi wa mpira. Ndio wako watu wanaponda Simba Jafet. Wako watu wanaikosoa Simba. Wako wanakosoa taratibu za Simba, wanakosoa mifumo ya Simba. Kwa mfano Edo Kumwembe, kwani Edo Kumwembe yakosoi Simba? Anaikosoa. Umewahi kusikia tunamweka mdomoni? Hapana, si miongoni mwao. Rudi kwenye fakti. CEO wa bodi ya ligi anasema sababu za upangwaji wa hii baada ya kutoka. Ukiona kesi ya msingi imekosa tafsiri, maana yake mamlaka yanarudi kwa huyo mtu. Sisi tulikuwa tupange tarehe, nyinyi mlienda kuweka pingamizi kusiwe na tarehe ya nini ya mechi. Umeelewa sijui? Alafu mnaenda kuwekea pingamizi, wanasema rudini hapo. Sasa hao wana haja gani ya kujieleza? Nyinyi ambao mnawaambia eti leo mnahitaji maelezo kutoka kwao, kwani hao wakati Yanga inakwenda huko waliwashauri waende? Hapana. Yanga ingesubiri maelezo kutoka kwa nani? TFF. Hata unakosa huko unataka maelezo tena kutoka kwa TFF? Hawana imani nao. Kumza ile jambo ninacho cha kukwambia, amestaki, nenda polisi, unakwenda polisi na kushinda unarudi. Haya nieleze unataka kusemaje? Wapeleke utaila wao mbele. Tumalize dabi unaiona ipo au msimamo unaona ukienda kuzaa matunda busara kutumika au? Unajua tunaposema lazima ichezwe tunamaanisha nini? Ili waulize tena. Ili mpira uhesabike kuwa umecheza, Jafet, chukua hii kitaalamu, ni kuwa wachezaji wawepo uwanjani. Sheria namba 1 uwanja wenyewe, ndio kabisa. Namba 2 pawepo mipira ambayo uzito wake utakuwa ni uzito wa kisheria, si ndio? Kabisa. Sheria namba 3 itajumlisha wingi wa wachezaji wenyewe kwa hesabu. Sasa angalia hapa katika wingi wa hesabu,
wachezaji wa Simba watatosha tu pale uwanjani kuhesabika wapo, ndio. Sheria namba 4, vifaa vya michezo, wachezaji wa Simba watakaguliwa kwa wamevaa otherwise na vitu vingine. Namba 5, muamuzi. Namba 6, waamuzi wa akiba. Huo ndo mchezo umeshachezwa hapo. Huyo ni Saifu Mipapa kwa muktadha wake, kwa namna ambavyo tumejadili. Bado anaona nafasi ya dabi kuchezwa, itachezwa hata kama na timu moja, lakini kanuni zitatafsirika kwamba matokeo yanapaswa kwenda kwake kwa sababu amefuata kanuni za bodi ya ligi lakini zinazosimamiwa na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Maalim Saifu, kwa nukta kumalizia, unalipi la kuiambia familia? Maana familia inazidi kuongezeka lakini changamoto pia zikosekani. Jafeti, turudi katika changamoto, nirekebishe hili jambo kidogo Jafeti, kwa sababu hili unazungumziwa wewe na mimi. Sasa tuendelee kutoa elimu. Jafeti, tunapofanya mambo kwa njia ya simu, hatumnajisi mtu. Takushangaza mjumbe, unataka mpaka uone mtu anachezesha mikono anafanya hivi, marake kumbe unafanya kazi mbili kwa wakati mmoja. Tushirikiane, nyote wadau zetu tunawapenda, sisi tunapenda utufuatilie. Tunapenda ufuate mambo yetu, umeelewa vizuri? Si kama wewe huko hatuna chochote tunachoweza kufanya. Tunawapenda sana, lakini tunawashauri kwa sababu tupo ni kubwa, ni maoni. Jafeti, watu wanasikiliza, tunawasikiliza hata mimi kina George Mbangiri katika radio, ndio So doctor, nasikiliza na vipindi vipi, hatuwaoni Jafeti kubwa tunazungumzia nini. Basi tustiki katika hilo, turidhike, kwa sababu Jafeti hawezi kila siku kukumbia Tanga kama Moji Seif. Lakini pia Jafeti, niweke haya mazingira mengine sawa sawa. Jafeti, mashabiki wa Simba sisi na mashabiki wengine wako karibu kuonyesha ushirikiano na vyombo vya habari. Mashabiki wa Yanga hawako tayari kuonyesha ushirikiano na vyombo vya habari. Kwa mfano nikwambie Jafeti, Simba na Yanga, mtu wa kwanza niliotafikiwa mimi nizungumze naye alikuwa ni Godi. Umeelewa sijui? Lakini badala yake kapatikana dharura. Yaani yeye ndo akatoa dharura ili watu wajue kwamba sisi tuko tayari kujitoa kwenye vyombo vya habari. Nikaambiwa huyu mtu hawezi kupatikana kwa sababu Yanga inacheza Kigoma. Lakini siku ambayo tutakiwa tufanye dabi ndio siku ambayo kulikuwa na kitchen party cha kati ya Azizi Ali na Hamisa Mobeto. Lakini Jafeti, Godi akaonekana ni miongoni mwa watu wao pale, maana yake hakutaka kufanya ushirikiano, na kituo kilikuwa ni kituo kikubwa cha Azam. Tulikuwa tunakwenda kufanya nacho kipindi. Tukasogeza tarehe, nikafanya kipindi na mwalimu Yanga. Sio, umeelewa? Sasa kuna baadhi ya watu wakae wakijua na Yanga wamekuwa na fitina, wanahujumu baadhi ya vituo. Sio katika umo tu, na itakufikia Jafeti. Mimi ninazo taarifa za kutosha tu. Kwa baadhi ya vituo Yanga wanaviataki, na ndio maana sasa hizi wana kesi na Nasibu Mkomo. Banda kueleza mimi wana kesi na Nasibu Mkomo. Sasa hawa watu kuwe makini, na nyinyi mnaofuatwa na watu kuweni makini kweli kweli, kwani mimi nitaendelea kusema hawa hawajaumba chochote, waomba ni Allah, hawana pumzi ya mtu, basi wasilazimishe kila kitu wanachotaka wafanye wao, hicho wanachokiona sawa, waachie watu wengine wafanye sawa. Kwa Jafeti, huu ni wasia wangu, nimeanza hivyo. Lakini kwa wadau wangu niseme nawapenda sana. Hii sauti mnayoona iko moja kwa moja na natoa kwa sababu yenu, sio kwa sababu ya mtu mwingine. Basi pokeeni, kwa maana niko kimajukumu, niko katika kulijenga taifa, niko na mimi katika kutafuta riziki ya watoto na watu wengine, na hangaikana, napenda kuendelea kuzungumza na wadau. Niseme Mungu amzidishie brother wangu Kiza alipo Amerika, amizangu ambao wako London na maeneo mengine, umenielewa, Leicester City huko. Nizungumze na fans zangu ambao wako Msumbiji, dada yangu da Halima ambaye yuko Merelani, niseme Mungu ampe uhai mrefu, ampatie riziki zake kwa namna yote, na wadau wote wa Wisport. Yani muumini na watu Jafeti mpaka natamani, yani natamani yule mtu niseme Jafeti isiwe mbaya pia kwa mtu anahisi alau unataka nikusalimie. Mimi mambo mengi huaga sina. Hebu sasa kama mtaki kuchukua Jafeti, weka yako, weka namba yako hapo, weka wewe yako ya simu. Sasa mimi niitafute wako wadau, ukikaa unasikia raha Jafeti, maana mimi nampenda sana Saifu kakaangu, na mimi napata amani katika hilo. Niseme wadau wangu wote wa Sport, na naona ndugu zangu Tanga wamo, Mbeya, Iringa, Makambako, Njombe, wapi, nyinyi mimi nasema yani nyinyi ndio kila kitu. Mwenelewa, mimi niko huru kwa sababu yenu tu, na msiwe na hofu. Bana Jafeti, ukiona umechoka kipindi hiki cha mvua, uko katika mkoa mtukufu wa Tanga.
mkoa wa Kiswahili wa Bwana Shaban Robert. Unasemaga hivyo? Ala alhabibi. Wewe fika Sangasegera. Sehemu pekee ambapo unaweza ukapata burudani za aina yote unazohitaji, sio chakula, vinywaji. Sangasegera chini ya brother Salum. Hana baya. Utakutana na kila kitu, na sikukuu ya Eid tukutane na box. Lakini changamoto zote tusimsahau Kasim Maji Mwamba. Taalam kabisa. Dua hapo shekhe inapigwa mpaka unaweza kusema ardhi inataka kutetemeka. Bana. Nisisahau Mama G. Wanamuitaga Mama G. Mtaalamu huyo wanaita fundi. Anaitwa fundi Mama G. Moyo wake Waswahili wanakuambia moyo wake mweupe kama tishu. Moyo mweupe kama tishu. Kidogo. Na akifa basi kaandaliwa siti ya mbele. Bwana, mimi yangu ni hayo bwana Jafet, na nikuombee uzima na pole na changamoto. Shika maneno yangu Jafet, siku zinakuja utafatwa. Siku zinakuja. Anaitwa Saifu Mipapa almaarufu kama Saifu Simba, yupo mji mtukufu wa Tanga. Upendelea kupaita hivyo jiji la Tanga lenye raha zake. Mahaba ndipo yalipozaliwa, lakini lugha ya Kiswahili pia ina historia kubwa sana kutoka katika mkoa huo wa Tanga. Tunawashukuru wadau wote wanaotufuatilia na wale wenye imani ya kutusikiliza mwanzo mpaka mwisho. Kwa kweli pokeeni maua yenu. Halima, Kiza na wengineo ambao huwa mnakuwa nasi sako kwa bako. Hizi zetu salamu basi zipokeeni kwa mikono miwili, lakini usisahau pia huyu anaitwa Saifu Simba kwenye ukurasa wa Instagram. Mfuate hivyo Saifu Simba 2025. Basi wadau ambao wanamkubali zaidi Saifu Simba waingie katika mtandao huo wa Instagram ili kuongeza idadi ya wafuasi zaidi ambao watakuwa wakimsapoti Saifu Simba katika majambo yake. Sio mpira tu, ana maisha yake nje ya mpira. Basi sapoti yenu ninyi wadau tunahitaji kwa udi na uvumba. Kama tunakukera basi tuwie radhi, si sehemu ya kusudio letu, lakini ni sehemu ya mazungumzo. Hatuwezi tukawafurahisha watu wote. Yanakuwepo yale ambayo yanawakwaza wengine, lakini isiwe sababu ya wewe kuitumia kama fimbo ya kuhukumu aliyakuwa hujui kilichoko nyuma ya kile kinachofanyika hapa. Asalamu alaikum. Kama una maoni basi una uwanja wako hapo wa kujidai. Kwa mawasiliano utatupata kwa namba zinazopatikana kwenye bumper hapa. Moja kati ya hizi mbili basi ukitutafuta utatupata kwa urahisi. Kuna yote unayemhitaji kama ambavyo amezungumza Saifu, inaweza ikawa ni rahisi zaidi. Naweka nukta na nikutakie usiku mwema. Yapo mengi ikiwemo kesho pia kuna mchezo pale KMC. Wameona itawapendeza mchezo ukichezwa pale kuliko kwenda Al Hassan Mwinyi kulingana na ratiba ya mnyama jinsi ilivyo kimataifa kwa upande wa shirikisho barani Afrika. Mara baada hapo itabidi asafiri kuelekea kule Morocco dhidi ya RS Berkane. Mahali Saifu mimi na